Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, ndugu yangu, rafiki yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu katika kipindi pendwa cha Tunu za Maisha. Popote unapotufuatilia na kutusikiliza kwenye channel yako pendwa ya Bado Kuna Ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayekuletea ujumbe wa asubuhi ya leo ni mimi ndugu yako na rafiki yako mtumishi wa Mungu Daniel Anthony Kitua, mubashara kutoka Dodoma Mbukwenyi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuanze kwa kuomba. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa majira haya na kwa wakati huu. Libarikiwe jina lako, tusaidie kuelewana na neno lako. Tupe Bwana wa majeshi kufahamu na tuone neno lako kwa utukufu wako. Nisaidie kunena kile ambacho umekiweka moyoni mwangu kwa utukufu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maneno mengi kwenye Biblia yanayoonesha na mara nyingi mengi hatuyafahamu. Leo nataka tujifundishe maana ya kuungwa na kahaba na kuwa mwili mmoja naye. Maana ya kuungwa na kahaba na kuwa mwili mmoja naye. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15 na wa 16 inasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wawili watakuwa mwili mmoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nini maana ya kuungwa na kahaba? Kuungwa na kahaba kunaashiria kushiriki tendo la ngono na kahaba au mtu yoyote nje ya ndoa. Sikiliza. Mtu unapojamiana na mwingine yote ama unapofanya ngono katika ulimwengu wa mwili, lile tendo linawaunganisha. Kimwili linaunganisha. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vinavyotoka ndani yako kuingia kwake na kuna vitu vinavyotoka ndani yake katika ulimwengu wa roho. Pia kiroho unaunganishwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mtu unapokuwa umeoa hamuiti wawili, mnaitwa mwili mmoja. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mtu yule unayeshiriki naye lile neno anakuwa na sehemu katika maisha yako. Kiroho anakuwa na sehemu katika maisha yako, lakini pia kimwili anakuwa na sehemu katika maisha yako. Naomba niseme mfano huu. Kama umenenepa, una kilo 90, lakini chakula unachokipenda labda tuseme ni ugali na nyama ya nguruwe. Katika ulimwengu wa mwili, maana yake nguruwe ana sehemu ya virutubisho katika mwili wako. Kwa lugha nyingine, na wewe ni nguruwe anayeishi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unapokuwa na ushirika na Mungu vizuri, Paulo anasema si mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu. Pamoja na kwamba uhai ni wa kwake, mwili ni wa kwake, lakini kwa kuwa ana ushirika na Roho Mtakatifu, kwa hiyo ndani yake anaishi Kristo katika roho. Kwa hiyo kwa kuwa anaishi katika roho, yule Kristo aliyo ndani yake ana uwezo wa kumwambia fanya hiki, usifanye hiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unaposhiriki tendo la ngono na mwanamke yoyote, na hapa tunazungumzia yule ambaye si wa kwako kihalali, maana yake ni kwamba unaungwa naye na kuwa mwili naye mmoja. Sasa hebu fikiria, umetembea na wanaume wangapi? Kwa hiyo kila uliotembea naye katika ulimwengu wa roho, kimwili ana sehemu ndani yako. Kisayansi tunapoangalia, unapotembea na mwanamume pale yale manii yanapoingia ndani yako binti, yana kazi 3. Kazi ya kwanza ni kazi ya kwanza ni kuleta uzazi. Lakini kazi ya pili inaleta virutubisho katika mwili wako. Yaani ndio maana unaona binti kabla hajaanza kufanya hayo matendo, mwili wake unakuwa tofauti na baada ya kufanya. Uchunguza hata kuku utakapokuta hajafikia kipindi cha kuanza kupandwa na majogoo, hali yake inakuwa tofauti na baada ya kuanza kupandwa. Kuna namna ya ubora na uzuri na urembo unaumbika. Kwa hiyo zile mbegu
zinapoingia ndani yako haziishi tu hapo baada ya kushindwa kutoa uzao, lakini zinapita kwenye mwili, vinaanza kurutubisha, napita kwenye macho yako. Wataalamu wa sayansi wanasema zinasaidia hata kulainisha sauti yako, zinasaidia baadhi ya mihemko fulani kwenye mwili yako, kuondoa hasira na kadhalika. Kwa hiyo yule ni mwili mmoja na wewe. Sasa hiyo ni kimwili. Lakini kiroho, mtu ambaye unashiriki naye lile tendo katika roho manake ni kwamba unajua vile vitu vinavyotoka kuingiliana ni roho. Kwa hiyo roho yake inaingia, sehemu ya maisha yake, nafsi yake kiroho inaingia ndani yako, na sehemu yake ya maisha kiroho inaingia ndani yako. Ndio maana ni vibaya sana kufanya hili tendo nje ya utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lakini kwa muktadha wa kiroho, lile tendo aliishia hapo tu, pia linaingia kwenye hatua nyingine ya kuchafua utakatifu wako. Unachafua utakatifu wako. Katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 anasema maneno haya: haujui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kumbe Mungu anataka atukuzwe katika miili yetu, na kama tunafanya tendo hilo tufanye kwa utaratibu alio uratibu na kuweka tuutumie wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisikilize vizuri. Nini maana ya mwili mmoja aliyeungwa na kahaba? Ni mwili mmoja naye. Nini maana ya mwili mmoja naye? Walikuwa wawili, lakini sio wawili tena, bali ni mtu mmoja. Ukinukuu Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 24 anasema nao watakuwa mwili mmoja. Maana yake anapozungumza mwili mmoja anazungumza kiroho, lakini pia anazungumza habari ya kimwili. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kisayansi Mungu alianza kulifunua tangu mwanzo, na ndio maana Mungu anakataza kabisa kufanya tendo la uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tendo la ndoa linaunganisha wawili kwa mtu mmoja. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia jambo hili. Manake kama umezini na watu 30-20, manake wale watu wana sehemu katika maisha yako. Na ndio maana kuna watu wengi wanaishi kwenye ndoa, lakini inafika mahali hawana amani. Wanaishi katika mfadhaiko, wanaishi katika hofu, wanaishi katika majuto. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu walioungana nao kinafsi. Kuna nafsi wameungana nao. Sikiliza. Mtu mpaka anakukubalia, anavua nguo zake, anafanya hivi, mnafanya hilo tendo. Kumbuka sio akili tu, mpaka nafsi yake inakuwa imeamua. Kwa hiyo ile nafsi inapokubali, unaungwa nayo katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana hata ukitembea hiyo nafsi unayo. Kwa hiyo wapo watu wengi sana wameendelea kuungwa na nafsi za wengine japokuwa sio wake zao. Kwa hiyo tuwe na tahadhari sana juu ya jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo jambo la uzinzi au uasherati ama kujamiana linatengeneza uhusiano wa kiroho, lakini pia unatengeneza uhusiano wa kimwili. Kimwili ni vile vinavyotoka, vinaingia kwa mtu mwingine na vinakuwa virutubisho, vinarutubisha. Kwa hiyo mtu fulani anakuwa na sehemu, na ndio maana mke wako anakuwa na sehemu yako ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua tendo la ndoa ni chemistry. Inatokana na aina fulani ya kemikali zinazonyanyuka ndani ya mtu. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hebu tujiepushe sana na kufanya haya matendo katika kipindi hiki. Lakini kumbuka pia kiroho, unapozini na mtu, unapokuwa umeunganishwa naye, manake unaruhusu mambo ya kiroho ya kwa yule na familia ile yaje ndani yako, yanaingia ndani yako. Ndio maana leo unaweza kujikuta kuna tabia ulizo nazo ambazo haukuwa nazo zamani, lakini zimeingia kwa sababu ya kuungana na mtu yule katika roho. Wapo watu wengi wanashindwa kufanya mapenzi ya Mungu kwa sababu aliye naye ana asili isiyo sahihi ambayo inapitisha mabaya ya uasi aliyoyarithi kwa wazazi wao. Mungu akubariki mtu wa Mungu, na akupe mwanzo mpya wa kuchunguza maisha yako na kubaini, kujua ya kwamba unapaswa kubadilisha mtazamo katika jina la Yesu. Basi
Kwa leo nataka niishie hapa, nataka tuombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kuna watu wengi wameunganishwa na wanawake waliozini nao, lakini bado Mungu wa majeshi, wewe ni Mungu wa upendo. Biblia inasema rehema zako ni mpya kila siku asubuhi, na uaminifu wako hata vizazi kwa vizazi. Ninaiachilia damu ya Yesu Kristo ikatenganishe na kuwaondolea aibu na majeraha yaliyowekwa ndani yao kupitia uzinzi. Wape mwanzo mpya wa kushinda, na hatimaye ukawachagulie wenza sahihi ambao watafanya mapenzi yako katika jina la Yesu. Ninambariki kila mmoja aliyenisikiliza, na ninaomba ukawape mwanzo mpya katika jina la Yesu. Amen.